Habari yako mtazamaji, karibu tena Naturemed Supply kwenye channel yetu inayohusiana na masuala ya afya. Umewahi kusikia kwamba kuna athari kubwa kati ya mwanamume pamoja na mwanamke kufanya mapenzi kipindi cha hedhi, na wengi wanadhani kwamba hili ni jambo la kawaida na wengine wakidhani kwamba ni jambo la kimapenzi, lakini kisayansi lina madhara makubwa kwa afya ya kiujumla. Katika video hii ya leo nitakueleza madhara 20 kufanya tendo la ndoa wakati wa hedhi, yakiwa yameelezwa kwa upana sana ili kila mmoja apate kuelewa, na endelea kutazama mpaka mwisho kwa sababu namba 7, namba 15 pamoja na namba 17 yanaweza kusababisha madhara makubwa kwa afya ya mwanamume kiujumla. Hivyo zingatia hii video mpaka mwisho, usipoteze hata pointi moja ili upate uelewa na elimu ya kimsingi. Mimi naitwa Dr. Mkina, namba za simu zinapita chini ya screen ya video hii. Unaweza kuwasiliana nasi kwa ushauri zaidi au kwa kuhitajia tiba zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia. Kama ni mara ya kwanza kuona video zetu, basi chini ya video hii kuna neno subscribe libonyeze, na pembeni yake kuna alama ya kengele nayo pia bonyeze. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejiunga nasi kwa kupata video mpya za afya kila siku ili upate kujifunza zaidi. Hatari ya kwanza, huongeza uwezekano wa maambukizi ya vimelea. Kwa kipindi hiki cha hedhi huambatana na damu nyingi ya uzazi ambayo ina mazingira ya hatari yanayoweza kueneza vimelea kama bakteria pamoja na virusi. Kwa kufanya tendo la ndoa katika wakati huu huongeza hatari kubwa kabisa kuambukizana magonjwa ya ndani. Hivyo ni muhimu sana wanaume kuepuka wakati huu wa kufanya tendo la ndoa kipindi cha hedhi. Hii ni hatari kubwa ambayo imeelezwa kisayansi kwamba ina hatari kubwa kiafya kwa mwanamume pamoja na mwanamke. Hatari ya pili ni kuharibu kabisa bakteria wa asili ukeni. Ukeni kuna bakteria wa asili ambao wanasaidia kulinda mwili dhidi ya maradhi, na kufanya tendo la ndoa wakati wa hedhi huvuruga kabisa uwiano wa bakteria hawa na kusababisha maambukizi ya mara kwa mara. Hivyo ni muhimu sana wanawake kuwa makini kipindi cha hedhi ili kuhakikisha kwamba afya zao zinakuwa salama na endelevu siku zote. Hatari ya tatu ni maumivu makali ya tumbo la uzazi kwa mwanamke. Kufanya tendo la ndoa wakati wa hedhi kunaweza kuchochea misuli ya mfuko wa uzazi kwa mwanamke kukaza zaidi, kitu ambacho kinaweza kupelekea kupata maumivu makali zaidi kipindi cha hedhi. Hivyo kuepuka kufanya mapenzi kipindi hiki cha hedhi kwa mwanamke kunaweza kuisaidia afya yake kubaki salama bila kuwa na madhara yoyote. Wakati ukiendelea kunufaika na video hii, na kukumbusha chini ya video hii kuna neno subscribe libonyeze, na pembeni yake kuna alama ya kengele na hiyo pia bonyeze. Hatari ya 4 ni kupata maambukizi kwenye njia ya mkojo. Wanawake wengi wanaweza kupata maambukizi kwa urahisi zaidi kwenye njia ya mkojo kwa sababu mlango wa uzazi mara nyingi unakuwa wazi kwa kipindi chote cha hedhi. Hivyo wataalamu wa afya wanashauri kwamba ni vyema kuepuka wakati huu wa hedhi kufanya mapenzi ili kuhakikisha kwamba afya yako inabaki kuwa salama na imara zaidi. Hatari ya 5 ni kuvuja damu kupita kiasi. Tendo la ndoa linaweza kuchochea uwezekano wa kuongezeka kwa kasi zaidi ya mzunguko wa damu ya hedhi na kusababisha mwanamke kupoteza damu nyingi kuliko kawaida, kitu ambacho kinaweza kikapelekea mwanamke kutaka kuongezewa damu kwa sababu amepoteza damu nyingi wakati wa hedhi yake. Hatari ya 6 ni kuongeza uwezekano wa kupata virusi vya ukimwi. Wakati wa hedhi uwezekano wa kuambukizana virusi vya ukimwi huongezeka maradufu zaidi kwa sababu ya uwepo wa damu ya hedhi pamoja na vidonda vidogo ambavyo vinaweza kupatikana ukeni au kwenye uume wa mwanamume. Hivyo ni vyema kuepuka kufanya mapenzi kipindi hiki ili kuzuia hatari ya kupata virusi vya ukimwi. Hatari ya 7 na ambayo ni mbaya zaidi kwa wanaume ni kupata maambukizi kwenye mirija ya mkojo. Damu ya hedhi ina chembe nyingi ambazo zinaweza kuingia kwenye mirija inayopitisha mkojo na kusababisha maambukizi ya hatari kwa mwanamume, na hasa kama kinga ya mwili kwa dhaifu zaidi, na kusababisha maumivu haya makali kunaweza kupelekea mkojo kuuma sana na kupata maambukizi ya mara kwa mara, kitu ambacho kinaweza kupelekea baadaye kupoteza kabisa uwezo wa uzazi kwa mwanamume. Hivyo ni muhimu sana kuepuka hii hali ya kufanya mapenzi kipindi hiki ili kuhakikisha kwamba afya yako inabaki kuwa salama na imara zaidi. Hatari ya 8 ni kulegea kwa misuli ya uke. Kufanya tendo la ndoa kwa kipindi hiki kunaweza kuchangia misuli ya uke kulegea kutokana na shinikizo la damu pamoja na msuguano wa hedhi wakati inatoka. Hivyo ni vyema zaidi wanawake kuepuka kufanya tendo la ndoa kwa kipindi hiki ili kuhakikisha kwamba misuli yao ya uke inabaki kuwa salama zaidi na ikiwa imekaza kama mwanzo. Hatari ya 9 ni maambukizi kwenye shingo ya kizazi. Shingo ya kizazi kipindi cha hedhi inakuwa wazi zaidi na hivyo kusababisha vimelea pamoja na bakteria kupenya kwa urahisi na kusababisha maambukizi ambayo maambukizi haya yanaweza kuwa ni ya kudumu pamoja na kusababisha utasa. Ni muhimu sana wanawake kuwa makini kipindi hiki ili kuhakikisha kwamba wanapata ujauzito kiurahisi pindi watakapokuwa wanahitaji. Hatari ya 10 ni kupata fangasi kiurahisi. Mazingira ya damu ni kirutubisho kikubwa zaidi cha fangasi, na hivyo kufanya mapenzi kwa kipindi hiki kunaweza kupelekea kupata fangasi ambao wanaweza kusababisha mwasho pamoja na maumivu makali sehemu za siri. Ni vyema zaidi kila mwanamke kuepuka kufanya mapenzi kipindi hiki ili kuhakikisha kwamba afya yake inabaki kuwa salama na imara zaidi. Hatari ya 11 ni kusababisha harufu mbaya ukeni. Damu ya hedhi inapochanganyika na shahawa mara nyingi inasababisha mabadiliko makubwa hali ya asili ukeni, na hivyo kusababisha harufu mbaya ambayo harufu hii haiwezi kuondoka kawaida mpaka upate matibabu ambayo ni ya kitaalamu zaidi. Hatari ya 12 ni kuongeza uwezekano wa kupata saratani ya shingo ya kizazi. Kufanya tendo la ndoa kwa kipindi hiki kunaongeza uwezekano wa kupata saratani kutokana na uwepo wa seli zilizokufa pamoja na mabadiliko ya kimwili ambayo yanachochewa na msuguano wa hedhi. Hivyo basi ni vyema zaidi wanawake kuepuka kabisa kufanya tendo la ndoa kwa kipindi hiki ili kuepusha kupata saratani ya shingo ya kizazi.
Hatari ya 13 ni kuvuruga mzunguko wa hedhi. Kufanya mapenzi kwa kipindi hiki cha hedhi kunaweza kuathiri kabisa usawa wa homoni na hivyo kuvuruga ratiba za kila mwanamke, na hivyo kuepuka kufanya mapenzi kwa kipindi hiki kunachangia kulinda afya yako ya mzunguko wa hedhi kubaki salama, kitu ambacho kinaweza kukurahisishia hata pindi unapohitaji kubeba ujauzito kuwa ni kitu rahisi zaidi kwa upande wako. Hatari ya 14 ni maumivu ya mgongo ya mara kwa mara. Kufanya tendo la ndoa kwa kipindi hiki kunaweza kuchochea mvutano na misuli ya nyonga pamoja na mgongo, na hivyo kusababisha maumivu sugu ambayo yanatokea wanawake wengi mara kwa mara bila kujua chanzo halisi ni kipi. Wakati ukiendelea kunufaika na video hii, na kukumbusha chini ya video hii kuna neno subscribe, libonyeze na pembeni kuna alama ya kengele na hiyo pia bonyeze. Hatari ya 15 ni kuweka mkusanyiko wa uchafu ndani ya uume, na hii ni hatari zaidi kwa wanaume wote. Damu ya hedhi sio salama sana kwa matumizi ya ndani ya mwili, na hivyo inapopenya ndani ya mirija ya uume, hasa kwa wale wanaume ambao wametahiriwa, inaweza kusababisha mkusanyiko wa uchafu ambao uchafu huo unaweza kusababisha mazingira ya maambukizi sugu kama tezi kuvimba pamoja na kutoa usaha, na hii ni hatari zaidi kwa wanaume pindi inapotokea. Hatari ya 16 ni kuongeza uwezekano wa utasa. Maambukizi yanayopatikana wakati wa kufanya tendo la ndoa kipindi cha hedhi yanaweza kuathiri mirija ya uzazi kwa mwanamke, kitu ambacho kinaweza kuzuia yeye kushuka kwenye mfuko wa uzazi na kupelekea kukosa kubeba ujauzito kwa kipindi kirefu. Hatari ya 17 ni kupata maambukizi kwenye tezi za uzazi. Damu ya hedhi inaweza kusababisha vimelea kusafiri hadi kufika kwenye tezi za uzazi kwa mwanamume, kitu ambacho kinaweza kuharibu utengenezaji wa mbegu, hali inaweza kumletea matatizo ya nguvu za kiume na kuondoa kabisa uwezo wa kupata watoto, kitu ambacho kinaweza kuathiri kabisa uwezo wa kupata familia iliyo salama na imara zaidi. Hatari ya 18 ni kuongeza uwezekano wa kupata vidonda vya tumbo. Wataalamu wa afya wanaonyesha kwamba msongamano wa mwili unaosababishwa na kuingizwa kwa uchafu ndani ya mwili unaweza kuchangia ongezeko la asidi tumboni na kusababisha vidonda vya tumbo. Hivyo inahitajika umakini mkubwa kipindi hiki cha hedhi, kutokushiriki tendo la ndoa ili kuhakikisha kwamba uchafu wote hauzami ndani ya mwili wa mwanamume au mwanamke ili kuepusha kupata vidonda hivi vya tumbo. Hatari ya 19 ni kurefusha siku za hedhi. Kufanya tendo la ndoa kwa kipindi hiki kunaongeza mzunguko wa damu kuvuja kwa nguvu zaidi na kusababisha mwanamke kuvuja damu nyingi na kupelekea kupata mzunguko wa siku nyingi zaidi kuliko kawaida yake. Hatari ya 20 ni kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa. Baada ya kupata madhara ya kiafya kutokana na tendo la ndoa kipindi cha hedhi, wanawake wengi wanapoteza kabisa hamu ya kushiriki tendo la ndoa kwa kipindi kijacho, hata kama hayupo kwenye hedhi kabisa, kwa sababu tendo hili linafanya maumivu makali sana kipindi cha hedhi. Hivyo wanawake wanapoepuka kufanya tendo hili wanasababisha hisia zao kubaki salama na kuwa imara zaidi. Kama wewe ni mwanamke au mwanaume, mpaka sasa umepata uelewa wa kina zaidi kuhusu hatari zinazopatikana wakati unapofanya tendo la ndoa kipindi cha hedhi. Huu sio wakati ambao ni wa kimahaba, huu ni wakati ambao mwanamke anapaswa kupumzika ili mwili wake upate kujisafisha na kuondoa takataka ambazo zilizoko mwilini. Unapoepuka kufanya tendo la ndoa kipindi hiki, unalinda afya yako dhidi ya maambukizi ambayo yanaweza kusababisha hatari ambazo zinaweza kudumu mwilini mwako milele. Ni matumaini yangu kwamba mpaka hapa tulipofikia umejifunza kitu kipya leo kupitia video hii. Tafadhali sana usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kwanza kuona video zetu pale tunapozi-upload. Tuachie maoni yako hapo sehemu ya comment ukitueleza kwamba ni kitu gani cha msingi umejifunza leo kupitia video hii, na ukitueleza kwamba ni mada gani unatamani tuzungumzie kwenye video zijazo. Like pamoja na kushare kwa marafiki zako ili kuelimisha zaidi madhara yanayopatikana kufanya tendo la ndoa kipindi cha hedhi. Kama unahitaji dawa za asili zilizoandaliwa kwa msingi ya kibiolojia au unahitaji ushauri wowote, namba za simu zinapita chini ya screen ya video hii. Na kukumbusha kwamba Naturemed Supply na hakikisha uzima asilia kwa kila mtu. Asante kwa kutazama video hii, ubarikiwe sana na tukutane tena kwenye video zijazo.